Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 30 mkazi wa Handeni mkoani Tanga afariki dunia akipatiwa matibabu baada ya kuchomwa kisu na mume wake. Serikali ya Uhispania yathibitisha kuwa watu 39 wamefariki na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia ajali ya treni iliyotokea kwenye mji wa Andalusia. Na katika michezo, shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF laikabidhi Tanzania bendera ikiwa ni utayari wa kuandaa mashindano ya AFCON 2027 yatakayofanyika kwa ushirikiano wa mataifa ya Tanzania, Kenya na Uganda. Hujambo na karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, na kualika ungane nami katika taarifa ya habari ya kutwa nzima ya leo. Mimi ni Esther Amandus Zelamula, niko hapa na Tito Makombe, mkalimani wa lugha ya alama. Karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameshukuru serikali ya Saudi Arabia kwa kuendelea kudumisha ushirikiano wa kindugu na wa kimkakati na Zanzibar, akiweka wazi kwamba ushirikiano huo umejengwa juu ya misingi ya kuheshimiana, mshikamano na maslahi ya pamoja. Taarifa ya Fatuma Hassan inafafanua zaidi. Mheshimiwa Mwinyi ametoa shukrani hizo Ikulu Zanzibar alipokutana na waziri wa hija na umra wa Saudi Arabia Taufik bin Fawzan Arabia aliyefika kuonana naye akiwa ameambatana na balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania Yahya bin Ahmed Okeish. Katika mazungumzo hayo, Rais Daktari Mwinyi ameomba serikali ya Saudi Arabia kuendelea kuunga mkono mfuko wa hija wa Zanzibar Hajj Fund ili kuimarisha maandalizi na mazingira ya mahujaji wa Zanzibar, pamoja na kuendeleza ushirikiano katika elimu ya Kiislamu kwa kuongeza fursa za masomo kwa wanafunzi wa Zanzibar nchini Saudi Arabia. Aidha, ameishauri Saudi Arabia kuangalia uwezekano wa kuongeza safari za ndege kati ya Saudi Arabia na Zanzibar, hususan kipindi cha hija. First of all, we really appreciate the support. Kwanza kabisa, tunashukuru sana Saudi Arabia kwa kuendelea kuwa mshirika wa kufaa kupitia mabadilishano mbalimbali, ikiwemo kujumuisha katika idadi ya mahujaji kutoka duniani kote ambako hufikia kwa ajili ya umra, na kuendeleza kujifunza uzoefu na kuanzisha mifuko rasmi kwa ajili ya kuwezesha mahujaji kuendeleza ibada. Kwa upande wake, Al Arabia ameipongeza Zanzibar kwa mageuzi ya miundombinu ikiwemo viwanja vya ndege na barabara, akabainisha kuwa hatua hiyo imechochea ongezeko la watalii na ukuaji wa uchumi, na amehakikishia Zanzibar kuendelea kuimarisha ushirikiano katika nyanja mbalimbali. Napenda kupongeza mafanikio makubwa ambayo serikali yako imeyafikia, ikiwemo kwenye ujenzi wa miundombinu na maendeleo makubwa kwenye sekta ya utalii, ambayo kwa uhakika Zanzibar ni kituo bora cha watalii. Esther Mtebe, Channel 10. Shukrani Esther Mtebe. Katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM, Kenani Kihongosi, amesema miradi inayojengwa katika halmashauri mbalimbali nchini inapaswa kuwa mkombozi wa uchumi kwa wananchi, yenye tija na inayotoa fursa za kikanda. Nelson Munema anaripoti kutoka Singida. Akiwa katika siku ya pili ya ziara ya kichama ya kukagua utekelezwaji wa ilani na ahadi za Chama cha Mapinduzi CCM mkoani Singida, ambapo amepata mapokezi ya kishindo Singida mjini na hatimaye kutembelea ujenzi wa soko la vitunguu linalojengwa katika halmashauri ya Singida na kuweka jiwe la msingi, ambapo ametaka soko hilo liinue uchumi wa wananchi kwani linatoa ajira. Kwamba mradi umeanza utekelezaji na hapa linajengwa soko. Tumeonyeshwa pale kwenye mchoro namna gani soko litakuwa la kisasa. Moja, litabadilisha mandhari ya manispaa ya Singida, lakini litakuza uchumi wa wananchi wa Singida na wakulima wa vitunguu. Lakini hapa itakuwa ni kitovu cha uchumi katika ukanda huu, kwa sababu mpaka wilaya jirani watakuwa wanaleta vitunguu hapa. Lakini ajira ambazo zitatengenezwa hapa ni zaidi ya 4,000 kwa wakati mmoja. Litakuwa na faida kubwa sana kwa nchi nzima na mkoa wa Singida kuwakilisha. Wakulima wote wa vitunguu watakuwa hapa na mapato yote ya serikali yatapatikana kwa wingi hapa. Mimi nafurahia soko hili kwa sababu linatupa mafanikio ndani ya mkoa wa Singida, linaingiza ajira kubwa kwa vijana wa mkoa wa Singida na linaleta mafanikio makubwa hasa kiuchumi. Mwenezi Kihongosi
ametembelea na kukagua mradi wa hospitali ya halmashauri ya wilaya Singida, ambapo licha ya kuridhishwa na kukamilika mradi huo, lakini amekumbana na changamoto ya hospitali hiyo kukosa gari ya wagonjwa, jambo lililomlazimu kumpigia simu waziri wa afya Mohamed Mchengerwa ili kujua kulikoni. Na hivi karibuni wizara yangu itakwenda kupokea magari zaidi ya karibu 40 ambayo tutayagawa katika maeneo mbalimbali kwa kushirikiana na ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI. Ndio. Kwa hiyo tunathibitishia wananchi wa eneo hilo kwamba kwa maelekezo ya chama, maelekezo ya ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, lakini ninyi viongozi ambao mmekuwa mkitusaidia mwenyekiti wa chama chetu, tutahakikisha tumeangalia maeneo yenye kipaumbele. Ndio. Ni pamoja na eneo hilo ambalo mmekwisha kuelezea. Ndio. Kwa hiyo tukipata magari matatu kwa ajili ya wagonjwa kuwabeba, tutawashukuru sana. Kutoka hapa halmashauri ya manispaa ya Singida mjini, mimi ni Nelson Munema wa Channel 10. Shukrani Nelson. Mwanamke aliyefahamika kwa jina la Hadija Jumaa, anayekadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 30, mkazi wa Handeni mkoani Tanga, amefariki dunia wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya mji wa Handeni baada ya kudaiwa kuchomwa kisu na mume wake. Kutoka Handeni, huyu hapa Ernest Mbezi. Bakari Kidebwe ni balozi wa mtaa wa Mji Mpya, mahali ambapo ndipo alipokuwa akiishi marehemu, na hapa balozi huyo anaelezea tukio hilo la kusikitisha. Huyu mama alikuwa anagonga getini kwangu, akauliza, balozi, nipeleke hospitali, nimejeruhiwa na mume wangu. Kuangalia majeraha, yule mume kamchoma kisu pembeni kwenye utumbo huku mara 2, kushoto na kulia. Baadhi ya ndugu pamoja na majirani wa marehemu wanaelezea visa ambavyo vimekuwa vikijitokeza kati ya marehemu pamoja na mume wake, huku mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Handeni Dr. Hudi Shedadi akikiri kumpokea Bi Hadija Jumaa akiwa majeruhi na hadi alipokutwa na mauti. Tukio hili limeanza ugomvi. Mara kwanza alikuwa amempiga, kumpiga hapo ndio akamwambia, nataka hapo uondoke uende kwenu, maana mimi sijafunga ndoa na mimi. Akamwambia nipe muda wa siku 3. Muda wa siku 3 kabla hajampa akamfungashia nguo, ikakaa siku vuruga. Akamwambiaje, ipo siku nitakuweka kilema cha maisha. Tulipigiwa tu simu kwamba naumwa, huyo mtu kapchomwa kisu usiku. Ndo tukatoka asubuhi jana, tukaingia majira ya saa 5, ndo tukamhudhuria mdogo wetu anaumwa. Nikakaa naye hapo ndani, nikamuuliza vipi, akanijibu akasema, mimi dada nakufa siponi. Inasadikika kwamba alishambuliwa na alifika kwenye hospitali yetu na alipatiwa matibabu kwa kadri ambavyo madaktari wameweza kumhudumia, lakini kwa bahati mbaya alipoteza maisha. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, ambapo akiongea kwa njia ya simu, kamanda wa polisi mkoa wa Tanga Almachius Mchunguzi anatoa wito kwa wananchi juu ya kujichukulia sheria mkononi. Sasa ni kwamba kwa sheria mkononi ni kinyume cha sheria. Na anayefanya hivyo maana yake sheria haitamwacha, lazima itashughulika naye. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi, amin. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Asante Ernest Mbezi. Mtoto mchanga wa kike anayekadiriwa kuwa na umri wa siku 5 amekutwa akiwa ametelekezwa ndani kwenye nyumba ya kulala wageni huko wilayani Nzega mkoani Tabora, huku mtu anayedhaniwa kuwa ni mama mzazi wa mtoto huyo akitokomea kusikojulikana, akimwacha mtoto huyo mchanga chini. Ifuatayo ni taarifa kamili. Huu ni mtaa wa Ntinginya, kata ya Nzega Mashariki, eneo ambalo limetokea tukio hilo la kikatili. Mwanamke ambaye hajaweza kufahamika mara moja amemtelekeza malaika huyo asiye na hatia. Baadhi ya mashuhuda akiwemo mhudumu aliyempokea mwanamke huyo akiwa na mtoto mchanga wanasimulia mkasa huo uliotokea katikati ya mji wa Nzega kwenye nyumba ya kulala wageni majira ya saa 1:30 jioni. Alikuja dada mmoja akiwa anahitaji huduma ya vyumba. Kabla sijamhudumia, nilikuwa nahudumia wateja wengine. Nikawa nimemuomba anisubiri kidogo mapokezi. Baada ya kuhudumia wale wateja wengine kurudi mapokezi, ndipo nilikuta kitoto kile kidogo nakitelekeza. Imenisikitisha kwa sababu mtoto anatakiwa alelewe na mzazi aliyemzaa.
Sasa kama itakuwa alelewe na mtu mwingine, mapenzi hayawezi kuwa kama mzazi aliyemzaa. Hata hivyo, mtoto huyo mchanga, baada ya kukutwa na wasamaria wema akiwa amelazwa chini sakafuni eneo la mapokezi, alipelekwa hospitali ya wilaya ya Nzega kwa ajili ya matibabu. Tulimpima viashiria vya mwili kuashiria usalama, hatukuona changamoto yoyote. Kwa hiyo tulimweka katika dawa ambazo tulikuwa tukiamini kwamba zitaenda kumsaidia. Mkuu wa wilaya ya Nzega na Itapwaki Tukai amelaani vikali kitendo hicho, huku akitangaza donge nono kwa yoyote atakayefanikisha kupatikana kwa mwanamke huyo aliyetenda ukatili huo na kisha kutokomea kusikojulikana. Inatuumiza sote ambao tunajua thamani ya mtoto. Kwa kweli mimi ninaomba yoyote mwenye taarifa ya mama ambaye ametelekeza mtoto alete taarifa. Naam, tunaendelea na taarifa ya habari na sasa tuelekee huko jijini Mwanza. Wakazi wa kijiji cha Nyamatara, kata ya Ngula, jimbo la Sumve, wilayani Kwimba mkoani Mwanza, wameonywa kutowakatisha masomo wanafunzi ili kusaka fedha kwa kufanya kazi za ndani, kwa kuwa kufanya hivyo ni kosa kisheria. Onyo hilo limetolewa na mdau wa elimu mkoa wa Mwanza, Cuthbert Joseph, wakati akikagua ujenzi wa chumba kimoja cha darasa katika shule ya msingi Nyanhingi, baada ya kubaini kwamba wanafunzi 60 kati ya 87 wamekatisha masomo. Tujiunge na Henry Kavirondo. Haiwezekani kijiji hiki waanze watoto 87 wamalize watoto 27. Wanafunzi 27 waliosalia kati ya 87 wote wamefaulu, na hivyo kuipa heshima shule hii kwa kushika nafasi ya 4 ngazi ya wilaya kati ya shule za msingi 184. Nitajitahidi kusoma, baadaye ndio niwasaidia wazazi wangu. Naomba wazazi wangu wanisomeshe kwa bidii na mimi niweze kuisaidia hii shule. Nini kauli ya wazazi kutokana na mafanikio ya watoto hawa? Wazazi tuwatoe watoto wetu shuleni waendelee na masomo, baadaye watatusaidia kwenye shida mbalimbali. Felista Mgonja ni mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Nyangingi. Acha kumtuma mtoto atoroke shule. Wazazi mna tabia, maisha yanapokuwa magumu mnawaambia watoto wenye akili timamu wafanye mtihani vibaya ili washindwe kwenda shule. Kutokana na mafanikio haya, mdau wa sekta ya elimu Cuthbert Joseph amewataka wazazi kutowakatisha wanafunzi masomo. Wengine mnawapeleka kufanya kazi za ndani, wakienda huko vitendo ambavyo wanafanyiwa ni vitendo vibaya. Wahurumieni hao watoto. Sawa? Niliwaambia kina mama kwamba hawa watoto wakifaulu wote au watakao faulu tutawashonea sare. Si ndio tulisema hivyo? Na sare tumewashonea. Lakini pia akagusia suala la hamasa ya ujenzi wa chumba cha darasa katika shule ya msingi Nyangingi ili kuwaepusha wanafunzi na kitendo cha kusomea chini ya miti. Tumemaliza darasa. Sasa tunakwenda kufanya tathmini, mwenyekiti, tujue ni shilingi ngapi. Toa tu shukrani kwa mgeni rasmi ambao amelifanya hapa Nyangingi, tunamshukuru sana. Tena huo moyo alionao tunaomba aendelee nao. Wamama wenzangu, waruhusu watoto wadogo waje shule, akitoka shule mkague daftari zake alipoandika. Haya ndio matunda ya wadau mbalimbali wa sekta ya elimu. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Kwimba, mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Shukrani Henry Kavirondo. Taasisi ya Mwalimu Nyerere imeandaa mkutano wa mazungumzo utakaowakutanisha pamoja wazee kuhusu amani, umoja, haki na maendeleo ya Tanzania kwa lengo la kujadili na kutoa maoni kuhusu misingi iliyoundwa na kudumisha taifa kwa kuwa ni nchi ya amani na yenye maendeleo ya watu. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini taasisi ya Mwalimu Nyerere Joseph Butiku amesema mkutano huu utafanyika Januari 22 mwaka huu. Ni jitihada za kuimarisha amani, umoja na maendeleo kufuatia matukio ya ghasia na uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu. Mazungumzo haya ninyi mmezungumza kwenye kila siku, mnazungumza, wazee wanazungumza, watu wa dini wanazungumza, kila mtu amezungumza, lakini haya yako pale pale. Tukaona tuzungumze nchi nzima.
Mzee Butiku amezungumzia mambo muhimu yaliyojitokeza kwenye mazungumzo baina ya taasisi hiyo na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan mara baada ya ghasia za Oktoba 29, kuwa aligusia mambo mawili ikiwemo kuundwa kwa jukwaa la uzalendo na maadili litakalosimamiwa na taasisi hiyo. Rais wetu naye akaona namna ya kutueleza afanyeje, aunde tume itazame, asibaki yeye ana vyombo tu vya ulinzi na usalama vimtazamia. Aliona apanue, kwa ameunda tume. Sasa tume hii mnajua ina ubishi. Tume gani watu waliomo? Akizungumzia tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana, anasema nchi hii hatujui Nyerere sijui koje, sijui ujamaa kama upo, Azimio sijui kama lipo, vijana wetu hawana kazi, mtayaona yote. Ninaona kwa sababu mna jina la Mwalimu, mwende muunde jukwaa la uzalendo. Mzee Butiku amesisitiza kuwa hakuna aliye juu ya sheria. Kila Mtanzania analazimika kuishi kwa kufuata misingi miwili: Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na si katiba pendekezwa ambayo imekuwa ajenda kuu kwa wanasiasa katika kipindi hiki, pamoja na kufuata sheria za nchi. Siku 100 mtaona mambo ya katiba. Juzi amesema karibuni mwezi nadhani ujao nitawaambia utaratibu wa kushughulika na hiyo katiba. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Shukran Beatrice Eric. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar ameshauri Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB kuongeza ubunifu katika kushirikiana na serikali pamoja na sekta binafsi ili kuchangia katika maendeleo ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tupate taarifa kamili. Ametoa ushauri huo jijini Dodoma alipokutana na kuzungumza na uongozi wa benki hiyo kuhusu masuala mbalimbali ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na fursa za ushirikiano kati ya serikali na benki hiyo, ambapo amesema taasisi hiyo ni muhimu katika maendeleo ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na ikitumika vizuri inaweza kufanya ukanda huo kuwa mfano wa ukuaji wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii barani Afrika. Nimeona mnasema tunasaidia mpaka sasa hivi kwenye mikopo kwenye sekta binafsi, ambayo ninapoiangalia hii ni eneo moja muhimu kwenye upande hasa wa ujenzi wa sekta binafsi, private sector development, access to affordable finance, pale upatikanaji wa mikopo ambao ni ya gharama nafuu kwenye kuanzia hizo kampuni ndogo kama kusema yenyewe MSMEs. Aidha, amesema kuwa ni muhimu pia kwa benki hiyo kuchangia katika kupunguza umaskini, ikiwa ni pamoja na kujenga ujuzi na ustadi unaoendana na mahitaji ya kiuchumi na mipango ya maendeleo ya muda mrefu na muda mfupi. Benki hii bado ni benki muhimu. Tukiweza kuitumia vizuri, pengine ukanda huu wa Afrika Mashariki ungeweza ukawa ndio ukanda wa mfano katika Sub-Saharan Africa, kusini mwa jangwa la Sahara. Ile kasi ya maendeleo kutokana na mchango wa benki yetu ikionekana vizuri, then tunaweza tukaasisi ndio mfano. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB Dr. Charles Mwamwaja amesema benki hiyo ilianzishwa mwaka 1967 kwa lengo la kuchangia katika kukuza maendeleo ya kiuchumi na wananchi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Private sector pia waweze kuelewa kwamba kuna hii window ni benki ya maendeleo, lakini mara nyingi na sound watu wanafikiri ni serikali tu peke yake, lakini hapana, ipo fursa pia ya private sector. Jukumu la kuanzishwa benki tokea mwanzo ni kuchochea maendeleo katika nchi wanachama kupitia kwa kushirikiana na taasisi za serikali, lakini pia na sekta binafsi. Na tokea benki imeanzishwa, kwa kweli imefanya vitu vingi, sio tu hapa Tanzania, lakini katika nchi nyingine pia wanachama. Kikao hicho kilihudhuriwa pia na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Amina Hamis Shaban, kamishna wa idara ya fedha za nje Bwana Richard Bade, meneja mkazi wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB Bwana Stephen Wambura na maafisa wengine waandamizi wa Wizara ya Fedha. Juma Mohamed, Channel 10. Shukrani Juma Mohamed. Serikali imeahidi kuendelea kutekeleza miradi ya kimkakati ya upanuzi wa miundombinu ya TEHAMA ili kuhakikisha
Wananchi wanashiriki katika uchumi wa kidigitali ambapo hadi sasa tayari jumla ya miradi 758 kote nchini imeshawashwa na inatoa huduma. Tupate taarifa zaidi. Taarifa hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki wakati wa uzinduzi wa kongamano la 9 la TEHAMA TAIC 2026 lililoandaliwa na Tume ya TEHAMA Tanzania na kushirikisha wadau mbalimbali wa TEHAMA. Akizungumza mara baada ya kutembelea mabanda mbalimbali ya washiriki zikiwemo kampuni changa za TEHAMA, Waziri Kairuki amesema amefurahishwa na kauli mbiu ya kongamano hilo la siku 5 ambayo imeakisi dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Wote tunajua namna ambavyo mabadiliko ya kidijitali kwa sasa si swala la hiari tena. Ni hitaji ambalo haliwezi kuepukika, na haswa tukiangalia namna ambavyo dunia yetu kwa sasa inapitia mageuzi makubwa ya kiteknolojia ambayo yanaendeshwa na teknolojia mpya ikiwemo akili unde au artificial intelligence, mtandao wa vitu au Internet of Things. Aidha, Waziri Kairuki ameeleza utekelezaji wa mkakati wa serikali uliozinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuwaunga mkono wa ubunifu na kampuni changa. Mkakati wetu huu utaiwezesha nchi yetu kuweza kupiga hatua katika maendeleo ya kidijitali, lakini kujiweka zaidi katika ramani ya dunia, hasa katika zama hizi za mabadiliko ya kidijitali. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Tume ya TEHAMA nchini Dr. Nkundwe Mwasaga amesema makundi ya wanawake na vijana ni muhimu katika swala zima la TEHAMA. Ukija katika masuala ya ujasiriamali kwa Tanzania, wanawake ndio wajasiriamali wengi zaidi kuliko wanaume. Kwa hiyo kuangalia wao na jinsi gani ya kuwapa mifumo ambayo itawasaidia kufanya shughuli zao za kijasiriamali, ndipo hapo tutapoanza kukuza uchumi. Nao baadhi ya washiriki wa kongamano wakapata fursa ya kuelezea ushiriki wao katika kongamano hilo. Ushiriki wa wanawake ni mdogo. Sisi tunaona tatizo kubwa ni kwa sababu wanawake hawapewi fursa. Tunataka kuwainua pia wanawake kwenye ICT ambao pia wana startups zao wanakuwa. Hamisi Mkotia, Channel 10, Dar es Salaam. Asante sana Hamisi Mkotia. Tanzania imewahakikishia ulinzi madhubuti wa soko la bidhaa zao wawekezaji wa viwanda vya kutengeneza dawa wanaozalisha kwa kuzingatia kikamilifu sheria, kanuni na viwango vya kimataifa nchini. Taarifa ya Kisa Mwaipiana inafafanua zaidi. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa ametoa hakikisho hilo wakati akifungua jukwaa la uwekezaji katika uzalishaji wa dawa Tanzania jijini Dar es Salaam, lililowakutanisha zaidi ya wawekezaji 450 wa ndani na wa kimataifa wenye nia ya kuwekeza katika sekta ya uzalishaji wa dawa, baadhi yao wakitoka katika mataifa ya Uganda, Canada, Uingereza, Ufaransa, Pakistani, India, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri pamoja na Ujerumani. Akizungumza katika ufunguzi wa jukwaa hilo, Mchengerwa amesema serikali haitawavutia wawekezaji kisha kuwaacha wakikabiliwa na ushindani usio wa haki kutoka kwa dawa zinazoagizwa kutoka nje, na kusema kuwa wawekezaji watakaokidhi vigezo vya uthibitisho wa Shirika la Afya Duniani WHO, viwango vya Good Manufacturing Practice GMP na kuzalisha dawa kikamilifu nchini watapatiwa ulinzi wa moja kwa moja wa serikali. Wizara ya Afya imejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tunatengeneza hub moja ambayo itahusika na uwepo wa hospitali kubwa pale Mloganzila, lakini pia uwekezaji wa ujenzi wa laboratory kubwa ya kisasa ambayo itatumika kwa ajili ya wenye viwanda, ikiwa ni sehemu ya mchango wetu ndani ya serikali. Ukiangalia kwenye hizi dawa almost karibu zaidi ya asilimia 60, yanaweza kukuta dawa zaidi ya 180 zinazalishwa nchini, lakini kinachogomba ni kiwango cha uzalishaji ambacho bado sio kikubwa sana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha watengenezaji wa dawa Tanzania TPMA Bashiru Harun amesema utulivu wa kisiasa na kiuchumi wa Tanzania unaweka mazingira salama na yanayotabirika kwa uwekezaji wa muda mrefu katika sekta ya dawa. Tuna imani kwamba hii task force ambayo waziri ameiunda pamoja na hii
kuwaalika wawekezaji kutoka nje, ina maana kwamba watazishughulikia changamoto zote na kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Mimi ni Kisa Mwepiana wa Channel 10. Na sasa tuelekee mkoani Manyara. Shirika la Viwango Tanzania TBS limeonya matumizi holela ya vilevi ikiwemo zinazouzwa kwa kupimwa na kusema kuna uwezekano wa kutokuwa salama kwa afya ya watumiaji, hivyo kuhatarisha afya zao. Huyu hapa Elia Kimani. Hayo yanajiri mjini Babati mkoani Manyara wakati wa shirika la viwango nchini TBS likiwa kwenye kampeni ya utoaji elimu kwenye jamii juu ya madhara ya unywaji holela wa vilevi, ambapo wilaya Babati imetaja kukithiri kwa utumiaji mbaya wa vileo, jambo linalopelekea kudhoofisha afya za wananchi na hata kusababisha vifo. Sasa tuko hapa Babati kwa sababu ya malalamiko au taarifa mbalimbali ambazo zilikuwa zinatolewa kuhusiana na usalama na ubora wa bidhaa za pombe. Tulipokea taarifa mbalimbali kwamba upo uwezekano wa bidhaa hizi kutokuwa salama. Afisa biashara halmashauri ya mji wa Babati Upendo Edwin anakiri kupindukia kwa unywaji wa vileo, hali iliyowahi kupelekea vifo kwa baadhi ya vijana. Kwa Babati kweli mimi na maeneo mengine kwa Babati ni changamoto sana. Vijana yani wamekuwa ni changamoto kwenye ulevi wa kupindukia, wanakunywa, wanafanya matukio ya ajabu, tunasikia wanakufa kila leo, wanauana, lakini ukiangalia vyanzo ni pombe. Pombe sasa hivi wanaziuza sana kwenye maduka ya vyakula, soba asilimia kubwa, kwa sababu hata wanakunywa pombe za 500 za 1000 hizi enda baa. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Asante Elia Kimani. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu Tanzania JUAKITA mkoa wa Dar es Salaam imeadhimisha maulidi ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza katika maulidi hayo ambayo yamefanyika kwenye viwanja vya makao makuu ya BAKWATA, katibu wa Baraza la Ulama BAKWATA Taifa, Sheikh Hassan Chizenga, amesema maadhimisho hayo ni muhimu katika kuunga mkono juhudi za wanawake wa Kiislamu za kuimarisha maadili, mshikamano na kuhimiza kushika dini kwa misingi sahihi. Hili mimi nichukue nafasi kuwaombea dua njema wote, kuanzia viongozi wa kitaifa na viongozi wa mkoa juu ya jambo hili zuri wanalifanya, na tutarajie matunda mazuri yatakayotokana na hamasa ya kuwafanya watu washike dini vizuri katika nchi yetu hii ya Tanzania. Kwa upande wake, mwenyekiti wa JUAKITA Taifa Shamim Kani pamoja na mwenyekiti wa kamati ya maulidi mkoa wa Dar es Salaam Ashley Leopold wamesisitiza kuwa maadhimisho ya maulidi ni fursa ya kuhamasisha amani, upendo na umoja katika jamii, pamoja na kuwahamasisha waumini kuwasaidia watu wenye uhitaji kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shughuli hizi zitafanyika mikoa yote 26 ya Tanzania bara. Maulidi ni sifa za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunahitaji amani katika nchi hii. Watanzania wote popote pale walipo, walio Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tuipende jamani amani yetu. Amani yetu ya nchi yetu ni tunu kubwa ambayo tumejaliwa na Mwenyezi Mungu. Tusijaribu hata kwa bahati mbaya kuiharibu na kuivunja amani yetu. Tuka Dar es Salaam, Emmanuel Chegele, Channel 10. Naam, tunaomba radhi kutokana na kutokuwepo kwa sauti ya wazungumzaji, na ndio mwisho wa habari za kitaifa. Sasa ni habari za kimataifa. Zaidi ya watu 39 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa siku ya Jumapili, Januari 18, kusini mwa Uhispania, kulingana na ripoti mpya ya vifo iliyothibitishwa na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Uhispania, wakati treni moja ilipoacha njia na kugongana na treni nyingine. Mamlaka za nchi hiyo zimethibitisha kutokea kwa ajali hiyo usiku wa kuamkia leo Jumatatu karibu na mji wa Ademuz mkoani Andalusia, ambapo treni iliyokuwa ikitokea Malaga kuelekea Madrid ikiwa na takriban abiria 300 ilitoka kwenye reli na kugonga treni nyingine iliyokuwa ikitokea Madrid kwenda Huelva ikiwa na abiria 200. Waziri wa uchukuzi wa Uhispania Oscar Puente amesema chanzo cha ajali hiyo bado hakijafahamika, akieleza kuwa ni jambo la kushangaza
kwa treni kutoka kwenye reli katika eneo la reli lililo nyofu. Kwa mujibu wa shirika la reli la Uhispania ADIF, ajali hiyo ilisababisha majeruhi wengi, huku kituo cha televisheni ya umma nchini humo kikiripoti dereva wa treni iliyokuwa ikitokea Madrid kwenda Huelva ni miongoni mwa waliofariki. Ripoti zinaeleza kwamba jumla ya watu 100 walijeruhiwa, ambapo 30 kati yao wamelazwa hospitalini wakiwa katika hali mbaya. Rais Cyril Ramaphosa ametoa salamu za pole kufuatia kufariki dunia kwa wanafunzi 13 kutokana na ajali ya basi kusini mwa Johannesburg. Rais Ramaphosa amewasilisha rambirambi zake kwa familia, jamii na shule zilizoathirika, akisema serikali itaendelea kufanya kazi na wananchi na mashirika ya kijamii ili kulinda maisha ya raia. Ajali hiyo imehusisha basi dogo lililogongana na lori kusini mwa Johannesburg na kusababisha watoto 13 wa shule kufariki dunia. Polisi wanasema ajali hiyo ni mojawapo ya msururu wa ajali mbaya nchini humo, ambayo mtandao wa barabara za kisasa umeathiriwa na mwendo kasi uliokithiri, kuendesha kwa uzembe na magari yasiyotunzwa vizuri. Mtazamaji, na huo ndio mwisho wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Esther Amandus Zilamula. Tito Makombe ni mkalimani wa lugha ya alama. Endelea kutazama Channel 10, kilicho bora kabisa.